Iringa Wahehe wanakula mbwa. Hili jambo ni la kufikirika na watu wengi wanaamini hivyo na wengine hawaamini. Kwa hiyo utaratibu wa kula mbwa pamoja na kula mbwa, lakini pia kulikuwa kuna utani, kwa sababu watu walikuwa wamezoea kusema twili ya ugali na dogi. Kwa hiyo dogi ni maharagi. Kwa hiyo watu wengi likaenea kwa kasi, wakajua kwamba wanajua ugali na mbwa, dogi wakaitafsiri kama ni mbwa. Lakini mbwa kweli inaliwa, lakini katika masuala ambayo si kila mtu alikuwa anakula, ni wale watu ambao wapenzi wa nyama. Na zamani kwa historia ilikuwa ni hiyo kweli, lakini kweli sikuthibitisha kabisa namna hii sijawahi kuiona. Nilikuwa siku moja nienda shambani Talangozi, nyumbani pa Talangozi. Muuliza bibi yangu mmoja hivi ana miaka 120. Akaniambia ni kweli hata babu yako mmoja alikuwa anakula alishafariki. Kwa kifupi walipokuwa wakiwaelezea, anasema mbwa yule anatakiwa kwanza umvizie apigwe shoka kichwani, pigwe shoka kubwa sana na asipige kelele. Akipiga kelele nyama yake inakuwa sio nzuri, lakini akinyamaza yule mbwa, maana yake nyama ile itakuwa bora na nyama itakuwa nzuri. Na baada ya hapo basi wanatafuta mti ambao una pago, kwa hiyo wanauingiza sehemu ile ya haja kubwa kule kwa ajili ya kutoa utumbo ule. Maana ukimwacha mbwa yule akiwa na ule utumbo anakosa ile ladha kwa na ubora huo. Kwa hiyo baada ya hapo yule mbwa akishafanywa hivyo wanatafuta nyembe zile wanatoa yale manyoya yake. Yakishatoka hayo manyoya inakuwa tayari kwa kitoweo, anapasuliwa katikati, basi tayari kwa kuuzwa sumu. Lakini mheshimiwa huyu yeye alikuwa anafanya biashara hiyo, na yeye alikuwa akifuga na akipata faida kidogo kwa ajili ya kufuga mbwa. Kuru, mimi nilikuwa nafanya biashara ya mbwa, lakini nilikuwa sielewi kama wanaenda kufanya kitoweo au la. Kwa mtu akija kinunua akiondoka naye kwa ajili ya ulinzi au kwenda kufanya kitoweo. Lakini nilisikia tu historia watu wengine wanaenda wanakula. Kama hivyo ndizao bwana kwenda mtoa tumbo sababu kwa nini msonga basi. Ule mti unaitwa msonga. Ambao kutolea utumbo. Kwa asili historia ya mbwa Iringa, masimulizi ya wazee yanasimulia kwamba wakati wa vita wakijiandaa walitamani kupata dawa. Sasa ile kamati ya ufundi, dawa ambayo inaweza kusaidia kunusa maadui wako wapi. Kwa hiyo mbwa kwa kawaida angetengenezwa kwa ajili ya dawa ya mtu ambaye ni mwindaji, kwa ajili ya kuwinda wanyama. Kwa hiyo akinusa anapata ile nguvu ya kujua mnyama yuko direction ipi, lakini kujikinga kwamba mnyama wa hatari yuko upande. Kwa hiyo nyama ya mbwa au viungo, baadhi ya viungo vya mbwa vilitumika kutengenezea kinga au dawa kwa ajili ya kusensi. Lakini vile vile ingeweza kupata harufu kwa mbali kwamba anayekuja ni mgeni, na unajua mbwa ukija ule mgeni atakweka, si ndivyo? Kwa hiyo mtu angesense tuna kuelekeza wenzie kwamba tunaelekea upande huu. Na askari walioteuliwa kwamba ni viongozi waliweza kupewa dawa ya aina hiyo, aidha kwa kuchanjiwa ama kwa kuchemshiwa na dawa nyingine na wakanywa kwa muda kadhaa, na mafunzo yanayoendana na hapo. Ila utani mwingine ni kwamba baada ya utawala wa Mwingereza, chakula ambacho ni cha maarufu kwa Iringa inaonekana kwamba ni ugali maharage. Na kitamaduni hawana neno maharage, maharage ni Kiswahili. Maharage kwa Kihehe inaitwa dogi. Kwa hiyo kitamka dogi kwa mwenye maharage. Kwa hiyo akipita kwenye familia mnakula nini leo? Tumbani ugali tuna dogi. Kwa hiyo mtu kwa sababu anajua dogi kwa lugha yake ni mbwa, lakini dogi kwa Mhehe ni maharage. Na mpaka sasa chakula ambacho ndicho chakula kikuu cha asili kwa Mhehe itakuwa ni ugali, maharage na mboga za majani ambazo ni za kawaida. Nyama ni kwa ajili ya watu wenye uwezo. Kwa hiyo kuna masimulizi yaliyo tofauti. Hata hivyo, nyama ya mbwa bado nasisitiza sio agenda kuu, kwa sababu imeshathibitika kuliwa pahala pengi. Kama ndivyo ilivyo, basi Wahehe bado wanapewa glory, wanapewa utukufu kwamba ndio initiator, ndio content creator wa kuanzisha kula mbwa. Na hatuli mbwa isipokuwa tunakula nyama ya mbwa. Hata wewe umekula, yawezekana hukujua.